Chapesa. Hali gani mwanamichezo mwenzangu wa Chapesa Media? Ukiona hiki kitonge nimekishika, basi jua nakufikishia habari za kimichezo, hususani unajua ni mengi yanayoendelea kutrendi, ukianzia mkutano wa jana pamoja na uchaguzi uliofanyika pale Jangwani. Yanga Sports Club wakiendeleza tena kumchagua rais wao mpendwa Engineer Hersi pamoja na makamu wake Arafat Haji. Wote wamepita bila kipingamizi chochote kwa maendeleo waliowafanya ndani ya uongozi wao ndani ya miaka minne. Hakuna mwanachama wala shabiki yoyote aliyopinga kusema rais na makamu wa rais wana changamoto. Wamepita kiharari, wapo tena kwenye majukumu yao mpaka 2030. Na kauli zilizotumika jana, kila kiongozi anayopita, hizi mimi ndo zinazonishtua na Saidi pia zinamshtua. Kiongozi wa kwanza anakuambia mwakani tena, kiongozi wa pili pia anakuambia mwakani tena. Arafati anakuambia mwakani tena, inamaanisha ni ubingwa NBC, na Engineer Hersi anakuambia mwakani tena, wakimaanisha ubingwa. Cha kushangaza pia wanasema kombe lao la ngao ya jamii msimu huu rais amesema limeibiwa. Hivi unahisi ni nani aliyolichukua, au ndo hii yote kuelekea tarehe 12 wanahitaji kombe lao likarudishwe kwa Simba Sports Club? Niko na Mzee Side, tutazungumzia pia mchakato kikao cha jana kilichoitishwa na mwenyekiti wa bodi ya Simba au wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, lakini katokea mwenyekiti mwingine bodi ya wakurugenzi kawaambia bwana kile kikao ni batili. Ni sahihi huko Simba kuna nini? Niko na Mzee Side, tumsikilize na maoni yake kupitia Simba Sports Club na uongozi wa jana uliopitishwa au uliochaguliwa wa Yanga Africa. Ameuona tena umerudi, ile kauli ya Yanga bingwa itaendelea au kulikoni? Mzee wangu, habari bwana? Pole kwanza kwa kifua, maana umeanza kubanja kabla. Mbona una hivyo mshtuko? Utaacha kukohoa na hali yenyewe kama ndio ile. Mshtuko tayari umeanza kuingia mapema. Watu wameshaanza kusuguana mapema, unafikiri kuna nini tena? Simu tarehe 12 ni maumivu tu. Hata kama baba na baba. Simba rafiki yangu ina makampuni yani chungu mzima, utafikiri kampuni ya Dangote ile ya simenti. Yani Dangote si ana makampuni chungu mzima mule. Huyu utaambiwa hii ina kampuni ya magari. Hii sijui nimechukua kampuni ya kusaga tu kiunu cha mawe. Sijui ni ndio Simba mule. Mara tuambiwa kuna kampuni Simba Sports Limited, mara sijui tena Simba. Yani mambo mimi mpaka nimevurugukiwa, nimechanganyikiwa. Hiyo yote si kwa ajili ya kutengeneza upatanishi wa klabu pamoja na mwekezaji jamani? Au kuna shida nini? Sikiliza, hii ni shida. Mimi niliwahi kuwaambia watu wa Simba, kwenye klabu ya Simba kuna shida. Yani kuna matatizo makubwa mno yanayotakiwa watu watoke nje waende wakainusuru Simba. Tutafika. Tuanze na uchaguzi wa Yanga Sports Club. Jana bwana, mambo yameenda murwa. Safi kabisa, viongozi wa juu ni wale. Rais kapita yule Hersi bila pingamizi, na makamu wake Arafat amepita siku ya jana bila kipingamizi wala kikwazo chochote. Wanachama na mashabiki wamempitisha kwa moyo mkunjufu. Unauzungumziaje kwanza ile kabineti kurudi tena ndani ya Yanga Africa? Sasa wewe unataka wamchague nani? Mimi wewe kwa akili yako tu ulitaka wamchague nani? Lazima mchukue kiongozi bora. Zile sura zile zilizokuepo pale, sura za kijahidina zile katika mpira, wamchague nani? Sura za kijahidina kwenye football, wamchague nani? Huyo mtoto yale aliyotuita siku ile tumeenda ofisini kwake, umemwona hata kucheka hajacheka jana. Yeye katulia tu, kazi yake kugeuza miwani tu, chwaka rudisha huku, chwaka enda huku, chwaka rudisha, chwaka. Kabakia mwanangu ndo anayeongea peke yake. Engineer peke yake ndo alikuwa anaongea. Arafat jana ulimuona? Arafat kaanua, sikalazimishwa nenda kaongea kwenye. Sasa lazimishwaje na kati yeye jana baada ya kupita katakiwa pale kasimama katoa shukrani, Yanga bingwa. Eti na yeye Arafat naye Yanga bingwa. Mwakani tena. Na mwakani tena kweli wanachukua. Nawaambia mwakani ni kweli kabisa wanachukua, wala sio masiala. Mapema nakwambia. Yanga mwakani bingwa. Hamuna cha kuchukua sisi, hamuna cha nini. Dalili zimeshaonekana asubuhi mapema. Leo tarehe 2, kesho tarehe 3, kesho kutwa tarehe 4. Leo saizi watu wanavurugana. Wewe unafikiri kuna kitu gani tena? Kweli Yanga bingwa. Anaendeleza tena. Kaka, wamemleta mtu mwingine tena balaa.
Yaani ile ndio mashine. Ukisikia mashine ile ndio mashine. Ile Fred Ngoma. Fred Ngoma. Wewe unawaza uongozi, unawaza timu. Waza uongozi unaoleta matokeo. Kwani mwaka jana Yanga walikuwa na timu babu? Wale wana uongozi mashupavu. Wenyewe wamesema jana pale. Mwaka jana tumehangaika jamani. Hili tatizo hatutolirudia tena. Nini? Kwa sababu ya uongozi shupavu mdogo wangu. Unakutesa mzee Sile. Sasa hivi wamemuongeza mtu aliyekuwa anafanya viongozi wanalia. Yupi huyo? Alomliza kiongozi? Siliziwani. Umeona kalivyosimama katika kile kijana kale kafupi. Kamesimama tu kamegonga makofi. Asante sana. Kazi ni moja. Sasa Simba anachukua ubingwa. Kamati ya wadhamini huko kaingia. Yule Simba wanachukua ubingwa. Ngoja kwanza. Rizwani Kikwete alimlizaga kiongozi gani? Simba sisi nani? Mzee nani huyu? Saa 7 mchana kama saa hizi. Nini? Mtoto mkubwa kaenda kanichukulia mtoto. Kwani yule mchezaji kumbe ndio alikuwa Rizwani Kikwete alimliza mzee wake? Ulikuwa hujui. Yeye na Bin Kilebu. Sasa yeye ndiye alitumwa, nenda kamlete. Wakati huo sio sasa hivi mheshimiwa, wakati ule dogo chekibobu. Yana akipita anaita wewe msera vipi bwana, lakini sasa alikuwa akipita sehemu cha. Unajua yule Rizwani kapita yule. Viongozi wa timu wanaanza kuulizana, fulani yupo huko. Fuata nini kwanza? Wanaulizana fulani yupo huko, fulani nani mchezaji? Amepona huko? Au ameshapita naye tena mwingine? Wanafanya mchezo nini? Sasa karudi yule. Kaongezeka pale. Na wamezuga tu. Bwana mheshimiwa waziri mkuu ana mambo ya kiserikali zaidi. Tumpunguzie majukumu. Watu wameona huyu atakuwa anapiga tu simu hao, wewe weka huko, chukua haya toa peleka huko. Yani kumpa heshima yake ya waziri mkuu. Wamemwambia mzee pumzika. Kuna kijana mwingine tunamvuta Kuna kijana kwani yeye mwenyewe kasema bwana mimi nitoeni, hebu mchukueni yule kijana muweke hapa. Mali nyingine ipo. Kwa hiyo vilio vinakuja kuongezeka tena vinazidi kuwa vikubwa. Niliwahi kukwambia mapema, vilio kwetu vitaendelea. Sisi mpaka nani aje tusaidie? Kwanza tatizo kubwa tulilonalo, hatuna mshikamano. Yanga jana umeona wametengeneza mshikamano, cabinet mshikamano. Yaani hakuna kitu kigumu kama mshikamano. Simba haina mshikamano. Hivi sasa ninavyokuambia, tunafungwa, tunakosa ubingwa mara 5, tunafungwa mara 6 na Yanga kwa sababu timu haina mshikamano. Huyu anaongelea kule, huyu anaongelea kule. Sasa kama kwa mfano leo hii. Jana kaongea mwenyekiti wa Simba, leo anaongea mwenyekiti wa bodi. Kuna mshikamano hapo? Majanga juu ya majanga. Sasa haya yanakwenda yanapiganisha, yanashuka mpaka chini. Moto unakuwa mkubwa, ikitoka pale yanakuja kupanda juu, wanaenda kugongana matajiri kwa matajiri. Ndio volcano anakuja nalipuka. Ndio maana yake. Moto unakuwa mkubwa. Simba hali yake hali mbaya. Tunaenda wapi? Tunaupeleka wapi mpira wetu? Yaani nyasi mafahari wawili wanasigana. Timu imekuwa kama kampuni ya Dangote rafiki yangu. Kila kona. Mweke Simba sijui Sports sijui Limited. Uliyaona wapi? Na ndio maana mimi niliwahi kulisema hili. Kupitia hichi Kitonga nikakwambia hivi, uliona wapi? Nchi moja ikawa na wenye viti 30. Nchi moja kuwa na wenye viti 30. Yaani huku kuna mwenyekiti, huku kuna mwenyekiti. Klabu hiyo moja. Au mwenyekiti wa vitongoji. Sijui. Huyu mwenyekiti. Hivi kweli? Kwa hiyo bwana wenzetu wameshatengeneza umoja wao. Na sasa hivi wanakula starehe. Sasa wanatuchungulia, si tuko chini bondeni, tunatafuta ni jinsi ya kujinasua. Afu wenzetu wanatuangalia wale chini, wanachukua kala mawe wanatupia. Jana uchaguzi pia umefanyika kupitia marais pamoja na wajumbe ambao waliokuwepo. Tuangalie kwanza hapo wajumbe wa Yanga Sports Club ambao waliokuwa wameteuliwa tena siku ya jana. Kwanza aliokuwa ameongoza pointi alikuwa ni Yanga Makaga. Wa wapi huyo? Yaani Yanga Makaga na jina Makaga. Yanga Makaga. Mjumbe wa pili aliyopita alikuwa Alex Ngai, karudi tena mwamba. Hizo mashine hizo. Huyo Yanga Makaga mimi simjui, lakini huyo Alex. Kuna Julius Koi, kuna Munir Saidi na Fahadi Afif. Hawa bwana ndio Mangungu naye alikuwa na mdogo wake nafasi ya ujumbe kamati ya utendaji. Yule Mangungu bwana kakosa ile nafasi. Wewe unafikiri Yanga wajinga? Mtuletee mbegu zenu huku. Swaga toka wewe. Kumbe Mangungu ni Simba. Simba wapi? Asa mbegu ya nini sasa? Wewe bwana wewe. Ngoja kwanza hapo nimekupata hapo. Kumbe Mangungu ni Simba. Kwa nini sasa mnamwambia Mangungu ni Yanga? Utampa kodi kaka yako. Sawa, kodi ya nini? Si mwenyekiti. Na mimi nataka nipumue.
Kwani wanaomgonga si wamo mule mule ndani mwake? Ngoja kwanza nikwambie. Hebu nisikilize kwa makini sana. Huenda mwenyekiti wa Simba akawa na dhamira nzuri ya kuiokoa Simba. Mwenyekiti wa Simba akawa na dhamira nzuri. Sawa, mimi sijui dhamira yake. Kwa sababu kama angekuwa na nia ya kuiokoa Simba, singekuwa mkali katika vyombo vya habari. Angekuwa mpole, angekuwa anaingia ndani ya hoja. Mimi leo nimemsikiliza ndo nimejua kwa kwamba pale hamna kitu. Mwanasiasa ukimpeleka kwenye mpira unauharibu mpira. Kwisha. Wale watoto unaoona wote Yanga pale, hakuna hata mmoja mwanasiasa. Mwenyekiti, makamu mwenyekiti, tunawahitaji wanasiasa katika mpira wetu, lakini sio kwa level ile. Kwanza watoto wadogo wanahitaji bado sifa. Yanga kuna marais, hakuna mwenyekiti. Si ndio nasema, kwanza watoto wadogo wanahitaji sifa. Sasa mzee kama yule anahitaji sifa ya nini? Yes, anangojea kwenda mbele ya haki tu. 10 la mwisho lile, si kama mimi tu hapa. 10 la mwisho lile. Wewe mtabilia mbali sana. 10 la mwisho lile nani wewe? 10 la mwisho ndugu yangu. Hata unafikiri Mangungu ana miaka 40 mbele yule? Sisi sote waja wa Mwenyezi Mungu, hata mimi sina mbele miaka 40. Swala la kwenda kwa Muumba kwa yoyote haigalishi umri. Ndio maana nakwambia hivi, maana yangu ni nini mpaka kuyasema haya? Umenielewa? Akili ya kuchanganua. Unajua huwezi kujua. Anaweza kaa na pressure. Anaweza kaa na pressure na hasira na nini, anakwenda na haribu mambo. Wamemuuliza swali dogo sana wale, ile radio sijui radio gani. Mimi niko kwenye gari. Hata nikasikia huyu si Mangungu, nikauliza pale dereva akasema yeye Mangungu sijui yupo radio gani, nikamwambia nini tena? Ndio ananiambia kuna mvurugano huko. Jana ndio nikakaa namsikiliza. Swali la msingi aliloulizwa na wale kabla hujaenda huko. Hilo jambo tutakuja aside, tulikuwa tunazungumzia swala la wajumbe bwana. Hiyo ni taarifa kwa umma, kwanza tuanze kuizungumzia. Maana umeshanipeleka huko. Tumalize ni taarifa kwa umma yako juu ya Simba Sports Club. Tuje taarifa. Wale tayari tumeshawapongeza. Nampongeza sana Engineers kwa kuchukua urais kuiongoza Yanga kwa mara ya ngapi sijui, watufunge vizuri ndio wanayoyataka. Haya, nampongeza Arafati asiyeongea yule, unaweza ukasema bubu, kumbe sio bubu. Sio bubu. Sio bubu. Sio bubu. Na jana ameongea, umeona? Jana umeona kaongea. Anaongea wapi bwana wewe yule? Wewe unaona anageuza miwani tu anacheka, anaongea. Yaani yeye kazi yake kucheka, na akicheka dakika 2 nyingi kaisha nyamaza. Na akinyamaza akakamata mdomo. Mpaka unajiuliza kwani yule nani? Mbona huyu bwana mimi nashindwa kuelewa. Au nacho ni kipaji kile. Na kukaa kimya na kwenyewe ni kipaji. Haya. Nampongeza Alex Ngai. Mimi jamaa yangu. Alex Ngai nampenda sana. Sana. Nampenda mchapakazi pia, mjumbe mchapakazi wa kutosha. Sana. Sasa sisi kule wajumbe wanaongozwa anakuambia mimi. Kwa hiyo naupongeza uongozi wa Yanga wote ulioko madarakani. Unaoendelea madarakani. Kumbe pale walitoka tu mara moja. Babu suti tupu mwe. Ile ya kutoka na kurudi. Antoni Mavunde. Muhimu sasa ndo naye kiongozi. Lazima mwanachama yule. Pia bwana mkuu wa mkoa jana kawa shabiki bwana, ni mwanachama na shabiki. Ndio timu nzuri yenyewe kukupa faraja moyoni. Sasa hapa nasema hivyo, atasema na wewe nenda. Mimi siendi. Wewe nawe kuna taarifa nikufikishia hapo. Za nini? Nafasi kule ipo na kadi zipo. Mimi wala kwa hiyo nilichoelekezwa tufanye mpango tu tutoe kadi ya NIDA. Nisikilize baba nikwambie. Mimi nitakuwa mnafiki. Kwa nini? Lazima mimi niseme ukweli. Hata watu wa Simba wanichukie, hata wafanye nini, sintotoka Simba. Naipenda kwa moyo mmoja. Tena niliipenda tu kwa sababu mjomba, na ikaniingia ndani ya damu. Na imeniingia ndani ya damu Simba. Yani Simba ndio imenitambulisha duniani. Umeelewa? Na naipenda vibaya mno. Ila wale waliomo pale, baba yaya gete na lemaga. Tuje hapa baba. Jana bwana mwenyekiti Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa Simba Sports Club ambayo yeye ndio bosi wa pale Simba Sports Club. Jana aliitisha mkutano wa kuwateua wajumbe wa upande wa wadhamini, na imani aliwachagua kama wajumbe 4 hivi. Lakini baada ule mkutano kuisha, ikatoka tena taarifa. Taarifa kwa umma ilitoka kupitia kwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Huyu bwana Christian Magori aliwaambiaje wana Simba, ilitumwa hii taarifa kwa umma kwenye peji, na isoma kama ilivyo mzee Saidi.
Tunapenda kuwataarifu wanachama wote wa Simba kuwa hicho kilichofanyika Bunju siku ya leo sio kikao rasmi cha mkutano maalum wa Simba. Hivyo maamuzi yote yaliyotangazwa huko ni batili na kinyume cha katiba ya Simba. Akaendelea kusema, kwa mujibu wa katiba ya Simba ya mwaka 2018 iliyofanyiwa marekebisho 2026, idara ya 23, mkutano mkuu maalum utaandaliwa na mwenyekiti wa klabu kwa kushirikiana na bodi ya wakurugenzi. Kipande hiki kwanza tunakirudia. Mkutano mkuu maalum utaandaliwa na mwenyekiti wa klabu kwa kushirikiana na mwenyekiti na bodi ya wakurugenzi, watashirikiana hapo. Akaendelea hivyo, kesho tarehe 3 mwezi wa 8 2026 kutakuwa na kikao cha bodi kujadili ajenda ya mkutano mkuu maalum wa wanachama. Mtajulishwa siku maalum ya mkutano huo. Simba nguvu moja imetolewa na Crescent Magoli, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi klabu ya Simba, tarehe 2 mwezi wa 8 2026. Mzee Saidi, kwanza tuje hapa. Mwenyekiti wa Simba yeye aliitisha mkutano wa dharura na imani, sio mkutano mkuu. Kile kitendo alichokifanya kwanza kilikuwa ni kosa? Kikatiba ana mamlaka. Kikatiba na mamlaka yake yanakuja katika hii katiba. Ndio. Huko kote mdogo wangu, hata tusiende wala tusidadavue sana katiba ya Simba. Sisi turudi kwenye kiini cha matatizo. Huyu kawaita wanachama. Ndio. Wa Simba. Narudia tena. Huyu mwanachama huyu mzee Mangungu kawaita wanachama wake waliomchagua na kuwaweka madarakani. Si ndio? Ndio. Na sheria mpaka sasa hivi kwa katiba ya Simba inamtambua Mangungu. Ndio. Sasa shida inakuja moja. Ndio maana narudi pale nimekwambia Simba imekuwa kama kampuni ya Dangote. Yaani na watu chungu mzima, hata watu wengine hatuwajui. Umenielewa eh? Mangungu kawaita watu wake. Wamekaa sehemu yake. Wamejadiliana. Wamemuongeza mtu aliyekufa. Hakuna kosa. Sasa kosa linakujaje? Ni yeye mwenyewe Mangungu ndo anayeyafuga haya. Anafugaje? Safi kabisa. Hivi ngoja. Wewe ukimpiga huyu director ni kosa, sio kosa? Kosa. Kinachotakiwa kufuata ni nini? Sheria eh? Yeah. Kutakuwa na busara tena hapo? Hakuna. Yeye Mangungu anatumia busara ya nini pale? Ikiwa katiba hii tunayoitumia iliyotoka kwa msajili, katiba mpya haiwatambui wale. Yeye anaenda kuomba busara ya nini? Ikiwa wao wale ndio wanaivuruga Simba, ikiwa wao wale ndio wanaomrudisha nyuma, unaenda kuwaomba busara ya nini? Aliulizwa swali na mtangazaji, kwa Mo ulienda kufanya nini? Anaulizwa Mangungu huyo. Anaulizwa Mangungu. Akasemaje? Si ndio akaanza kufoka ovyo. Hakujibu. Swali la msingi, kwa Mangungu ulienda kufanya kwa nani? Kwa Mo ulienda kufanya nini? Ikiwa Mo wewe unamfuata tena, sio alienda kufanya nini? Ulienda kwa Mo kufanya nini ikiwa yeye kwenye kamati au kwenye katiba atambuliki? Au bado anaitumia ile ya 2018? Unajua alichokijibu baada ya kubanwa sana, akasema busara. Sasa mimi ndo nakuuliza, kwenye sheria kuna busara? Ina maana tayari katiba kaishaikiuka ye mwenyewe. Kulikuwa kuna haja gani ya kwenda kuongea naye yule? Kwa alianza kwenda kuongea na Mo kabla kuja kwenye kufanya kikao. Maneno hayo sio nayatoa mimi, ndio yaongea mwenyewe. Yalikuwepo, ndio tuliyasikia wote. Sasa kwenye ile chombo tuliyasikia. Sasa alienda kufanya nini? Ina maana haya madhila anayaleta yeye. Na ndio tunasema lao moja wanaisaliti Simba. Tukisema hivyo tunakosea. Yule mtu hatambuliki kisheria. Ulienda kufanya nini? Bana nisikilize. Wewe una ukoo wako. Nyinyi katika vikao vyenu vya kiukoo mnataka mkae viukoo. Mimi nakuja kufanya nini?
Huwezi kuhusika basi. Ungekuwa uende mbona kama nikienda kulalamika kokote kule, simtaniona kaa chizi. Na uweze kuhusika. Sasa yeye nani Mangungu anasema nilienda kwa busara. Busara ya nini? Kwenye sheria unatumia busara. Lakini hapa kwenye katiba si wanasema anatakiwa awashirikishe. Kwenda alienda kumshirikisha ama bwana nataka niitishe kikao cha dharura cha kuchagua wajumbe wa wadhamini. Kama nani? Saidi, hebu nisikilize. Mimi nimeshakuelewa. Umenielewa? Na yeye nimemuelewa. Na ndio maana aliulizwa pale zaidi ya hizi. Anarudia ile kauli akaulizwa, "Sawa, wewe uliitisha kikao chako kwa sheria ya katiba ya Simba." Ndio. Wamesoma mpaka vifungu, mpaka ibara, mpaka nini wamevisoma pale. Sawa? Kwa kwamba bodi ya wakurugenzi ya upande wa pili haina mashiko na wala haihusiki. Ulienda kwa Mo kufanya nini? Jibu lake ni busara. Kafuata busara. Kafuata busara. Busara Mo na busara gani? Busara zipi sasa? Haya, kauwasha moto. Sasa na leo hii inazungumzika kutakuwa na mkutano ambao kwa taarifa iliyopo hapa kuna mkutano unaitishwa na bodi ya wakurugenzi. Kwa hiyo bodi ya wakurugenzi ndio yenye sauti au yenye nguvu pale Simba kuliko hii bodi ya Simba. Kwa nini unasema namna hiyo? Kwa nini iwe namna hiyo? Yeye mwenyewe ndio maana nakwambia yeye mwenyewe Mangungu ndio anayataka. Laiti angesimama kwenye sheria kwa kwamba sheria inaniruhusu mimi, katiba ya Simba inaniruhusu mimi 1 2 3 4 ndio ninachokifuata. Simamia misimamo. Ndio maana nikakwambia hivi, umri una muda wake wa madaraka. Lakini leo pale alizungumza kwa yeye ndio bosi wa Simba Sports Club. Kwani nani anakataa? Kwani mimi siku zote mimi namkataa? Mimi mpaka kesho Mangungu anachoshindwa anatafuta busara. Busara ya nini kwenye sheria Mangungu? Mwenyekiti kama amechoka toka tu kwa bwana, jamani Simba yenu hiyo mimi nimeondoka inakala. Unangangania kufanya nini? Kama wewe unashindwa kufuata katiba na sheria ya Simba. Ikiwa kwa kwamba we mwenyewe unakubali kwa kwamba wale hawapo. Katiba ninavyosema. Katiba tena bwana kafafanua vizuri sana mzee Mangungu mwenyewe. Kasema hivi, katiba ya Simba ilivyotolewa tu na nani? Mheshimiwa waziri. Sio waziri. Ya BMT. Huyu mwenyekiti wa vyama vya michezo. Mwenyekiti wa vyama vya michezo ndio. Alivyoitoa msajili. Alivyoitoa alivyowakabidhi siku ile imeanza kazi. Siku ile focus I'm going to kwenu. Kwisha habari. Kwa ile ilivyotoka tu naunda vitu vya sasa ndio katiba ambayo nyinyi haiwajui. Sasa mimi ningekaa pale naunda safu zangu. Lakini kuna kauli pia nilisikia baada ya muda huo kuondoka Mangungu, hiyo iko chombo walimpigia magoli. Akaomba kifungu cha kusema haitambuliki bodi ya wakurugenzi. Yeye ndo aliomba. Magoli aliwaambia wamsomee bwana, tunaomba tusomee iko kifungu ambacho wanasema hiyo idara wanayozungumza kuwa bodi ya wakurugenzi haitambuliki Simba Sports Club. Yule mwandishi akasema katiba kaondoka nayo mwenyekiti, sisi hapa hatuna. Mwenyekiti pengine hatajaondoka yuko pale. Wewe unamuona? Chana na Waswahili babu, kila siku mimi nakwambia. Mzee Saidi mnaelekea dabi, mnaelekea Simba. Tunaenda kufungwa wala hata usiongee chochote mdogo wangu. Tunaenda kufungwa. Kila mmoja anataka kumkomoa mtu, si tunarudi na madhila. Tunaenda kufungwa pale Zanzibar. Ikiwa baba na baba hawaelewani, baba na mama ndani wakiwa hawaelewani, matoto yanakuaje? Si machokolatu. Mama nasemea huku, baba naongelea huku. Kuna kazi tena. Sasa na ile timu Mangungu wapepewe na huku Mangungu atumtaki jana iliyotokea inakuaje? Nasema hivi. Wana Simba wenyewe mashabiki influencer mnakuwa mnajigawa. Nasema hivi, nisikilize vizuri. Hao wanachotafuta ni upepo tu. Wanachotafuta ni upepo tu. Juzi si gari limeharibika pale. Watu wamesema wanatafuta contact. Kwa hiyo na hao nao wanatafuta contact. Hawa nao wanatafuta contact. Viongozi. Wanatafuta contact. Gari si limeharibika juzi pale. Watu tumeanza kupiga kelele wakasemaje? Ilikuwa contact. Na hawa nao contact. Ila Mungu yupo, anawaona hao. Sasa mzee Saidi upo. Iko siku watu wataenda kuchapa makaburi yao. Mimi nakwambia ukweli, watu wana uchungu mno. Watu wana hasira vibaya mno. Waone tu watu wanaenda sijui Mikumi, wanaenda wapi? Hawana jinsi. Kupitia huku bodi ya wakurugenzi na huku bodi ya Simba. Nani unaona hapa mwenyekiti ambao ndo anayepeleka Simba sehemu tofauti? Wale wote. Wote wale.
wanatuvuruga sisi, na hii yote ni kung'ang'ania madaraka. Magoli ana wasiwasi, ile bodi ikisogea anaweza akatolewa kwenye ugali akawekwa tray again, wasiwasi huyu na huyu mzee anajua huku nako hao wakijikaga mara wakikaga wakitulia vizuri, mambo yakikaa vizuri, mimi nitaondolewa mtu wangu, sintomweka, sintopata chochote. Ndio shida iliyopo pale Simba, hakuna kitu kingine chochote. Na ndio maana inafikia sehemu mpaka watu wanatuchukia. Chuki inatokana na hizi habari hizi. Watu tukiongea ukweli, kwa kweli sikufichi, Simba ilipofikia tunaiomba serikali iingilie kati. Mheshimiwa Waziri Mkuu ni mdau mkubwa sana wa mpira. Naiomba serikali tena ije kwa support. Na tena naomba sana kwa Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Kwa cheo alichonacho alipofikia, kafikia dead end. Awaambie wale watu, na sisi tunahitaji raha. Yani awaambie kabisa Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, yani awaambie kabisa Mheshimiwa Waziri Mkuu, mnahitaji raha na rais wa mama. Na sisi tunahitaji faraja kidogo. Tunahitaji na sisi faraja, klabu yetu itulie. Hivi nikisema wale wanajifanya kama ni wahuni, wewe unaweza ukakataa? Na amesema kabisa mimi natukanwa. Wewe unayataka wewe utukanwe. Watu wameshachoka. Kasema. Sasa kama unaona mambo yanaenda ndivyo sivyo, si udesign. Si uondoke. Jamani, hapa palipofikia miacha nitoke. Kuna mtu anayekulazimisha uendelee pale. Watakuja watu watasimama wakorofi, watawanyoosha wale. Na hii mimi nakwambia wallahi kwa jina la Mwenyezi Mungu. Hii yote hii ni madaraka tu. Hakuna kitu kingine chochote. Lakini pale kwa mvutano mimi naona Mzee Said kama kuna mmoja wapo ana mapenzi sana na klabu afu mwingine kama kidogo wewe wala hata usiende mbali. Mwenye mapenzi makubwa na klabu ni Magoli. Wala usipepese. Mimi nagonga pale pale. Shekhe, wala sigangaiki wala sipepesi. Ni Magoli. Wala kana uchungu sana na Simba Sports. Yani usihangaike wewe, si nilikwambia siku ile wameenda kwenye tamasha, Magoli aliongea nini? Unakumbuka? Simba Day. Unakumbuka? Alafu nikakwambiaje? Kuna mjomba akasimama nyuma na waangalia kwa dharau. Kilichofuata ngao ya hisani tutukala. Kwa hiyo na tarehe 12 mnakula. Na ninakwambia kama tunamfunga Simba, tunamfunga Yanga pale Zanzibar tunatulia. Choko hii mnaendelea hii. Lakini kama tutafungwa pale, amani haitokuwepo na timu ndio itazidi kuvurugika. Saa 9 bwana kuna kikao. Mwanaume naye anasema naye anaunguruma. Mkulia yule. Chacha. Hawakubali kushindwa wale. Mimi nishakwambia wale hawakubali kushindwa. Ila wanakubali kunyamaza, lakini kushindwa hashindwi. Na mzungumzaje sasa mwenyekiti au unamshauri Mangungu? Kama anaona mambo yanazidi kuwa magumu, nani tu design aondoke. Awapishe. Yeye anaona kwa kwamba nimechoka kutukanwa na watoto na nini. Kaenda mwenyewe leo kwenye vyombo vya habari kasema, mimi natukanwa sana. Basi we mzee, jamani palipofikia timu yenu hapo. Aondoki ngo. Saidi bwana, asante sana. Mimi binafsi tulitaka tutuzungumzie ile taarifa kwa umma na kuwapa pongezi viongozi wa Yanga Sports Club, Engineer Hersi pamoja na Arafati na wajumbe wote ambao mliopitishwa siku ya jana kurudi tena kwenye madaraka. Wanachama wamewaamini na ndio maana mmepita. Pongezi zenu, kazi njema, muendelee kupambana kuitumikia Simba Yanga Sports Club. Kama kauli zenu mnavyozungumza, pia Chapesa Media tunawatakia kila la heri kwenye majukumu yenu ya kazi. Asina la ziada, nyuma kamera kwa director Shiz. Bye.